Uzinduzi wa kampeni ya miti kitaifa hapa mkoani Lindi ni sehemu ya kutambua na kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais kutunza mazingira. Kupitia kampeni ya upandaji miti ijulikanayo kama 27 ya kijani, Mheshimiwa Rais ameonyesha mfano na amekuwa kinara wa upandaji miti. Mathalan, aliposherehekea siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwake mwaka huu, alipanda miti na kuhimiza Watanzania kufanya hivyo pia. Kwa taarifa nilizo nazo, tangu kampeni hii ilipoanza mwaka 2023, jumla ya miti takribani 113,199,359 imepandwa katika maeneo mbalimbali nchini. Hivyo hatuna budi kumpongeza Mheshimiwa Rais na kumuunga mkono kwa kuendelea kushiriki katika kupanda na kutunza miti. Kama njia ya kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais, ninaelekeza uongozi wa mkoa wa Lindi na mikoa yote nchini kuhakikisha jitihada za upandaji miti zinaendelezwa kwa kuwekewa mkakati mahususi unaohusisha makundi yote katika jamii na kuzingatia ekolojia ya maeneo husika, ikiwa ni pamoja na kuzuia uvamizi na uharibifu wa maeneo yote ya hifadhi ya misitu. Pili, ni muhimu kuhakikisha kuwa wananchi wanaoishi jirani na misitu ya asili na mashamba ya miti wanapatiwa elimu endelevu kuhusu matumizi bora ya ardhi, udhibiti na uchomaji moto holela na usimamizi shirikishi wa misitu ya vijiji. Nafahamu kwamba jitihada kubwa zimefanyika katika utoaji wa elimu na hamasa ili kujenga uadilifu katika matumizi ya rasilimali zetu, lakini jitihada kubwa zaidi ni pamoja zinahitajika na kutoa katika utoaji elimu kuhusu udhibiti uharibifu wa rasilimali zetu. Hivyo basi, angalieni uwezekano wa kuunganisha nguvu kati ya wadau ili kuwa na programu kubwa zaidi ya uelimishaji. Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia Taasisi ya Utafiti wa Misitu Tanzania TAFORI inatakiwa kufanya tafiti zitakazojibu changamoto mbalimbali ambazo wakulima wa miti wanakabiliana nazo, hususan zile zinazojitokeza kwenye misitu yetu ya asili. Aidha, tafiti hizo zijumuishe zile zinazohusu miti inayofaa kwa maeneo ya mkoa wa Lindi na mikoa mingine nchini, ikiwa ni pamoja na miti dawa. 4, ni hitaji la kulifanya zoezi la upandaji miti kuwa endelevu. Ninaitaka Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia mfuko wa misitu TAF kuwezesha miradi ya upandaji miti kwa kuanzisha mashamba ya miti ya vijiji na watu binafsi. Aidha, nautaka Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania TFS kuanzisha vitalu vya miche ya miti vya kutosha katika maeneo mbalimbali nchini, ikiwemo miti ya asili inayopandwa katika maeneo mbalimbali. Sambamba na hilo, elimu ya kutosha itolewe kwa wananchi ili waweze kuitunza na kuikuza miti hiyo. Pamoja na faida lukuki za rasilimali misitu, bado kuna changamoto nyingi zinazoikabili, zikiwamo utegemezi mkubwa wa rasilimali za misitu kwa uchumi na kipato cha jamii kwa njia ya kuni, mkaa na mbao. Idadi kubwa ya mifugo inayoingizwa katika hifadhi za misitu kwa ajili ya kutafuta malisho, matukio ya uvamizi wa ardhi za misitu kwa shughuli za kibinadamu, hususan makazi, kilimo, uchimbaji wa madini, pamoja na uwepo wa matukio ya moto ndani ya hifadhi za misitu. Changamoto hizi na nyinginezo zimesababisha kiwango cha upotevu wa misitu nchini kuongezeka hadi kufikia hekta 469,400 kwa mwaka. Kiwango hiki kikubwa sana kisichoweza kuendelea kuvumilika, hivyo kututaka kushirikiana kuhakikisha misitu yetu inalindwa na kuhifadhiwa.